Wakili wa Mahakama Kuu Ferdinand Makore amesema Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi bado ni makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania licha ya kufukuzwa wanachama wa CCM, ambapo amesema nafasi yake ya kuwa makamu wa rais itakoma ifikapo Septemba 4, 2026, tarehe ambayo Nchimbi ametangaza kuwa atajiuzulu rasmi. Amesema hayo wakati akijibu swali langu Bakari Chijumba, mwandishi wa IOTV, ambapo nilitaka kujua ya kwamba kwa sasa Tanzania ni nani anastahili kuitwa makamu wa rais kipindi hichi ambapo Deo Ndejembi, waziri wa nishati ambaye amependekezwa na CCM kuwa makamu wa rais, bado inasubiriwa kikatiba jina lake kupelekwa bungeni ili aweze kuthibitishwa na baadaye kuapishwa rasmi kuwa makamu wa rais. Makore amenijibu swali hili. Naitwa wakili Ferdinand Makore, wakili wa Mahakama Kuu, nipo Dar es Salaam. Ni kweli nimekuwa nikifuatilia kwa karibu sana kwamba jana tarehe 26 ya mwezi Agosti 2026 kupitia mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, halmashauri kuu ya CCM waliweza kupendekeza jina la Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kushika au kuwa mrithi wa Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa maana ya kushika nafasi au madaraka ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa masuala ya kisheria au ya kikatiba ni kwamba ikiwa mapendekezo hayo yamefanyika na huku kuna barua ya kujiuzuru kwa ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambayo imeonyesha dhahiri kwamba atajiuzuru rasmi kuanzia tarehe 4 ya mwezi Septemba 2026. Sasa katika mazingira haya bado yupo ofisini au kwa sababu tu mapendekezo yametokea na amefukuzwa wanachama wake wa Chama cha Mapinduzi, je, bado kisheria au kikatiba bado yuko ofisini au kitendo cha kufukuzwa wanachama na Chama cha Mapinduzi tayari kimeondoa katika nafasi yake ya kuwa makamu wa rais? Sasa mimi nafikiri niseme tu kwamba sioni katika mazingira ya kisheria, sioni kama kitendo cha Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi basi automatically kimemwondolea yeye katika nafasi yake ya kuwa makamu wa rais. Ukisoma ile barua na ukasoma pia ibara ya 149 ibara ndogo ya pili, ibara ile imeelekeza kwamba ikiwa kiongozi wa serikali ambaye anajiuzulu ataonesha tarehe ya lini hiyo kujiuzulu kwake kutakuja kwenye effective date, yani effective date ya kujiuzulu. Ikiwa ameonesha kwenye barua yake ya kujiuzulu, basi katiba inasema tarehe ile ambayo ameonesha kwenye barua ndio itachukuliwa kama tarehe maalum au mahususi ambayo itahesabika kwamba ndio tarehe ambayo amejiuzulu. Kwa hiyo namba moja. Lakini namba mbili, ukisoma katiba ibara ya 50 ibara ndogo ya pili imeweka mazingira ambayo yataifanya ofisi ya makamu wa rais kuwa wazi, yani kuwa vacant. Sasa mazingira yametajwa pale. Mojawapo ya mazingira ni kwamba ikiwa makamu wa rais amefariki au ameaga dunia, ofisi yake itakuwa wazi, au ikiwa imethibitika kwamba anaumwa au ana matatizo ya akili basi ofisi yake itakuwa wazi, au ikiwa amejiuzuru ama ikiwa ameondolewa kwa mchakato wa kibunge, yani parliamentary impeachment, au sababu zingine zozote za kikatiba ambazo zitafanya ofisi yake iwe wazi. Sababu mojawapo ya katiba ni kama labda rais amefariki dunia, kwa hiyo ofisi yake itakuwa wazi kwa sababu yeye atatakiwa awe rais wa jamhuri. Sasa kwa mazingira haya hatuoni kwamba kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kunaifanya ofisi ya makamu wa rais kuwa wazi, na hatuoni popote pale ambapo pametajwa kwenye katiba ama sheria kwamba makamu wa rais akifukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi au wanachama wa chama chake basi kutafanya ofisi yake iwe wazi au yeye madaraka yake yatakoma. Kwa hiyo nafikiria kwamba bado Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kwa mujibu wa katiba bado ni makamu wa rais hadi tarehe 4 ya mwezi Septemba, kwa sababu ndiyo barua yake inavyoonesha. Na nakubaliana kwamba ukisoma ibara 47 ibara ndogo ya pili inaweka wazi kwamba makamu wa rais atagombea pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na atagombea ndani ya chama kimoja cha rais. Sasa katika mazingira haya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi aligombea
kama mgombea mwenza wa rais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndio ilikuwa msingi wa yeye kuingia katika madaraka ya makamu wa rais, lakini baadaye amejiuzuru nafasi hiyo. Sasa kujiuzuru kwake kutakoma kwa mujibu wa katiba, hakukomi kwa mujibu wa chama chake cha siasa. Kwa hiyo kama ameondolewa katika chama cha siasa, hiyo peke yake haiwezi kufanya kwamba aonekane sasa yeye sio makamu wa rais. Kama sifa za makamu wa rais, lazima awe mwanachama wa CCM, na huyo amefukuzwa chama, anakuwaje makamu wa rais bado? Yes. Hiyo ni kweli, hiyo ni sifa inayomfanya aingie kwenye madaraka ya makamu wa rais. Yaani ndio sifa mojawapo inamfanya yeye aweze kukidhi vigezo vya kuwa mgombea mwenza wa makamu wa rais katika uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa hiyo tunasema ni sifa ya inception, ni sifa ya anzilishi. Hiyo ni sifa ya kuanzia kuingia ofisini. Lakini sasa ukipoteza wanachama wa Chama cha Mapinduzi, sio sifa ya kufanya ukome kuwa makamu wa rais. Yaani ukisoma katiba, unajua katiba imetaja kabisa, imetaja 1 2 3 4 5 6 7 8, na pale ambapo katiba imetaja specific, imetaja vitu kimoja kimoja, huwezi ukaleta kitu kingine ambacho hakijatajwa kwenye katiba. Katiba imesha mention kwamba namba 1 kifo, namba 2 ugonjwa, namba 3 kujiuzuru, namba 4 imetaja. Sasa sifa ile ya kuingilia kuwa makamu wa rais sio sifa ambayo ikipotea inaweza ikamuondoa kwenye ofisi yake. Na ndio maana ibara ya 50 ibara ndogo ya pili imekuwa very specific kutaja matukio ambayo yatafanya ofisi yake iwe wazi. Lakini tukio la kufukuzwa wanachama sio miongoni mwa matukio ambayo yanaifanya au yanamfanya kukoma kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo hata kama amefukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini bado yeye kikatiba ni makamu wa rais mpaka tarehe ambayo ameitaja ya kujiuzuru kwake, ambayo tarehe 4 ya mwezi wa 9 2026. Kwa hiyo hata kama amefukuzwa jana, amefukuzwa leo, amefukuzwa status ya wanachama, lakini hajafukuzwa makamu wa rais. Bahati nzuri ingekuwa sasa process hiyo ingekuwa amefukuzwa wanachama sasa hivi kabla hajatangaza nia ya kujiuzuru, manake hiyo na sifa ya kufukuzwa chama ndio ingetumika kama sababu ya kisheria ya kumpeleka katika bunge ili kumuondoa kwa mujibu wa bunge, anasema parliamentary impeachment. Kwa hiyo ingekuwa ni sifa sasa harisi sasa hivi ya kisheria ya kuitumia ili kwenda kumuondoa katika utaratibu ule wa kibunge. Lakini kwa sababu imekuja baada, yani imekuja issue ya kufukuzwa chama baada yeye kwa ameshatangaza nia ya kujiuzuru, kwa hiyo haiwezi kumuondoa kwenye nafasi hiyo mpaka tarehe yake alionyesha kwenye barua itakapofika, ambapo tarehe 4 mwezi wa 9 2026.